Tiba ya asili ya magonjwa ya virusi. Kwenye hii video ninataka nikutajie vitu ambavyo kama utakuwa unawapatia kuku wako vya asili, basi vitawasaidia sana kupambana na magonjwa ya virusi. Kama ambavyo tunaelewa kwamba magonjwa ya virusi ni magumu sana kuyatibu, na mara nyingi sana haya magonjwa huwa yanawashambulia kuku na kuua kwa asilimia kubwa sana bila ya kuwa na tiba. Japo sisi kama KingoFarm tumejipambanua uwezo wa kutibu haya magonjwa ambayo yanakuwa na virusi. Kwa mfano, kuku wako wakipata kideri, wakipata gomboro au wakipata ugonjwa wa ndui, basi huwa tuna dawa ambazo tumekuwa tukifundisha hapa. Tumekuwa pia tukifundisha kwenye kundi letu la mafunzo la WhatsApp ambalo kujiunga kwake ni shilingi 1500, unakaa kwa muda wa miezi miwili. Kule tumekuwa pia tukieleza pia hizi dawa tumezieleza kwenye vitabu vyetu, ambapo tuna vitabu vitatu. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji cha tiba za asili, lakini pia tunacho kitabu cha ufugaji wa broiler. Kwenye kitabu cha tiba za asili tumeeleza hizi dawa za asili ambazo zinaweza zikatibu haya magonjwa ya virusi. Na kama utahitaji hivi vitabu, basi kila kitabu kinapatikana kwa shilingi 10,000. Sasa pamoja na hilo, kwenye hii video leo hii ninataka nikueleze vitu ambavyo kama utakuwa na mazoea ya kuwapatia kuku wako, basi itakuwa ni kinga tosha kabisa kwa ajili ya kuku wako ili wasipatwe na magonjwa haya ambayo yanakuwa yanasababishwa na virusi. Na magonjwa ambayo ni maarufu sana yanasababishwa na virusi kwa kuku, ugonjwa wa kwanza ni Newcastle. Newcastle ni ugonjwa wa kideri. Huu ugonjwa dalili zake kwanza kabisa, kuku huwa anazubaa. Utamwona kuku amezubaa, ameinama chini, anatoa udenda. Pili, kinyesi chake kinakuwa ni cha kijani. Kwa hiyo anapoteza hamu ya kula na vifo vinakuwa ni vingi sana bandani. Kwa hiyo ukiona una hizi dalili bandani kwako, basi ujue huo ni ugonjwa wa Newcastle. Lakini pia tunao ugonjwa wa gomboro. Ugonjwa wa gomboro wenyewe hauui sana kama ugonjwa wa kideri, sababu kideri kinaua zaidi ya 90%, lakini gomboro haiui hivyo. Lakini moja ya dalili yake kubwa kabisa ni miharo. Kuku anakuwa na miharo nyeupe cream. Kwa hiyo ukikuta hiyo miharo, basi ujue kuku wako wanaumwa gomboro. Hiyo miharo mieupe cream sio dalili pekee za gomboro. Mara nyingine inaweza ikawa ni typhoid, inaweza ikawa ni kipindupindu, kuku akawa na hara hivyo hivyo. Lakini moja ya kitu ambacho utakiona ni kwamba baada ya kutumia sana hizi dawa za dukani, unakuta kuku wako hawaponi. Kwa hiyo huwa inakuwa ni gomboro. Lakini pia tunao ugonjwa wa ndui. Ndui huu ni ugonjwa ambao kuku wanakuwa wanapata vidonda usoni, kwenye ule ukonga ule na maeneo mengine wanakuwa wanapata vidonda. Kwa hiyo ukishaona hivyo, ujue huo ugonjwa ni ugonjwa wa ndui. Lakini pia kuna ugonjwa mwingine, ugonjwa wa Malex. Hii Malex ni ugonjwa ambao dalili zake au muonekano wake, unakuta kuku wanakakamaa viungo vya mwili kama vile miguu. Lakini pia kuku wanakuwa wanageuza shingo, wanakuwa wanakunja shingo. Kwa hiyo huu ugonjwa unakuwa ni wa Malex. Japo kuku kukunja shingo, kuna dalili nyingine inaweza ikawa ni Newcastle. Lakini mara nyingi sana ukiona kuku anakunja shingo, anarudisha nyuma au anazunguka kama na kizunguzungu hivi, basi ujue moja kwa moja huu ni ugonjwa wa Malex. Mara nyingi sana tumekuwa tukisisitiza kutumia chanjo, kuwachanja kuku. Na kwa nini tunawachanja kuku? Kwa sababu tunatambua kabisa haya magonjwa kama yataingia kwa kuku wetu, ni vigumu sana kuweza kuyatibu kwa dawa za dukani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna chanjo ya Malex, kuna chanjo ya Newcastle, kuna chanjo ya gomboro, kuna chanjo pia ya ndui. Hizi chanjo zipo, na hizi chanjo huwa tunahakikisha kabisa karibia kila kuku lazima apate chanjo. Ndio maana unaweza kuona hizi chanjo mbili ambazo huwa tunazichanganyia kwenye maji, na maanisha chanjo ya gomboro na chanjo ya Newcastle, huwa tunazirudia mara 2 ili kuhakikisha walau kila kuku amepata ile chanjo. Huenda ulipowapatia mara ya kwanza, kuna baadhi ya kuku hawakunywa vizuri, au kuna kuku wanaweza wakanywa kabisa hii chanjo lakini ikawa haijaingia mwilini kwa ajili ya kwenda kuongeza kinga na kuwakinga kuku na magonjwa ya virusi. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana
Kwa hiyo kupelekea hilo, ndio maana leo hii nimekujia na vitu ambavyo vya asili, kama utawapatia kuku wako wataimarisha zaidi kinga na kuweza kuzuia au kuweza kujikinga kiurahisi kabisa na magonjwa ambayo nimeyataja hapo nyuma, kwa sababu haya magonjwa ni hatari sana kama yataingia shambani kwako. Sasa tuanze na kitu kimoja baada ya kitu kingine. Kitu cha kwanza kabisa ni kitunguu saumu. Pale ambapo unakitumia kitunguu saumu, hichi kitunguu saumu unaweza ukakitumia kuongeza kwenye chakula au ukakiweka kwenye maji. Na kama unakiweka kwenye chakula, basi unakata vipande vidogo vidogo. Ukikata vipande vidogo vidogo, unavianika kwenye jua, vikikauka kabisa, haijalishi jua gani, liwe kali, liwe jua la kivuli, lakini kikubwa ni kwamba vikauke. Kwa hiyo ukisha vikausha, unakuja unatengeneza unga, au ukienda baadhi ya masoko au sokoni unaweza ukapata unga wa kitunguu saumu. Sasa hiki unakuwa unaweka kwenye chakula, unaweza kuwa unaweka kijiko kimoja cha chakula, sio cha chai, cha chakula kwenye chakula kilo 10, na pia unaweza ukachanganyia kwenye maji kile kitunguu saumu kimoja kizima ukaweka kwenye maji lita 10. Uzuri wa kitunguu saumu, kwanza kinazuia magonjwa ya bakteria. Ukiachana tu na magonjwa ya virusi, kinazuia magonjwa ya bakteria, kinazuia magonjwa ya virusi, lakini pia kinaongeza kinga za mwili, kinga dhidi ya magonjwa. Kwa hiyo kuku kama kinga zake zipo chini, basi zinaongezeka. Na kama una kuku yupo goigoi sana, basi unaweza ukachukua ule unga wa kitunguu saumu kidogo tu kwenye ukashika na vidole viwili ukafanya kama vile kumlisha. Kufanya kama vile kumlisha, basi yule kuku atapona na kuchangamka mapema kabisa, hiyo kama unataka kumtibia. Lakini pia tunayo asali. Matumizi ya asali pia huwa yanaongeza kinga kwa kiasi kikubwa sana. Uzuri wa hii asali ni antifungal. Fungal tukizungumzia, tunazungumzia fungus. Kwa hiyo inazuia yale magonjwa ambayo yanakuwa yanatokana na fungus, lakini pia magonjwa yanayotokana na bakteria, na pia haya magonjwa ambayo yanatokana na virusi. Hii asali unaichanganyia kwenye maji, unaiweka kwenye maji. Kwa hiyo utachukua labda vijiko 3 hadi 5, unaviweka kwenye maji lita 10. Na kitu kingine ambacho kinaweza kikakusaidia kuweza kuzuia haya magonjwa ni hii turmeric. Turmeric ni hii wanaita binzali. Kwa hiyo binzali ni nzuri sana kwenye kuzuia magonjwa. Kwa hiyo matumizi ya binzali utaitumia kama vile ambavyo ungeweza kutumia kitunguu saumu pamoja na tangawizi pia. Tangawizi na yenyewe ni ukiwa unawapa sana kuku wako, basi ni kinga ya magonjwa ambayo yanasababishwa na virusi. Na kitu kingine ambacho ni muhimu kabisa ni neem. Hii neem ni mwarobaini. Nadhani wafugaji wengi sana mwarobaini tunaujua, na watu wengi sana mwarobaini tunaujua. Sasa mwarobaini ni kinga nzuri ya magonjwa yanayosababishwa na virusi, lakini ukiachana na kwamba ni kinga nzuri ya magonjwa ya virusi, ni tiba nzuri sana ya ugonjwa wa kideri. Yaani ni tiba nzuri sana ya ugonjwa wa kideri. Kama kuku wako wamepata kideri, unaona wanahara kijani, wanasizia, wanakufa sana, ukitumia mwarobaini basi wanapona haraka sana. Nilishaelezea matumizi ya mwarobaini hapa, lakini kama unataka zaidi kujua matumizi ya mwarobaini, nitawasaidia wale ambao wapo kwenye kundi. Kama upo kwenye kundi la KingoFarm, unaweza kunitafuta inbox nikakwambia namna ambavyo utatumia mwarobaini kuweza kuwatibia kuku wako. Lakini kama bado hujajiunga na kundi hili la KingoFarm, jiunge na kundi la KingoFarm ili tuweze kukusaidia namna ambavyo unaweza ukatumia mwarobaini kutibu ugonjwa wa kideri. Asanteni na kwaherini, na wakumbusha kama unahitaji kitabu tupigie kwenye hiyo namba, na kama unahitaji kujiunga na kundi letu basi tutafute kwenye hiyo namba ambayo unaiona hapo juu.